Na mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Vinemax Sports, karibu sana katika chaneli yako ya Vinemax TV. Lakini hapa nakuletea habari mbalimbali za michezo kila siku, la tunakuomba mpenzi mtazamaji wetu usubscribe ili wa kwanza kupata update zetu. Leo nakuletea update hii hapa inahusu mshambuliaji Fiston Kalala Mayele, ambapo mambo yamezidi kuwa magumu kwa mshambuliaji huyo wa Pyramid baada ya kufikisha siku 100 bila kufunga bao. Hali hii imezua gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka, hasa ikizingatiwa kuwa Mayele alikuwa mmoja wa washambuliaji hatari zaidi barani Afrika alipokuwa Yanga akifunga mabao muhimu katika ligi kuu ya Tanzania na michuano ya kimataifa. Katika msimu uliopita, Mayele aliwahi kuonyesha kiwango bora kabisa kwa kufunga mabao 4 katika michezo 9 ya ligi ya mabingwa Afrika na mabao 8 katika michezo 23 ya ligi kuu ya Misri. Hata hivyo, msimu huu mambo yamekuwa tofauti, kwani amekosa mahala makali ya kufunga na kuacha mashabiki wa Pyramid wakiwa na maswali mengi kuhusu hali yake ya sasa. Wachambuzi wa soka wameeleza kuwa kushindwa kwake kufunga unatokana na mchanganyiko wa sababu, ikiwemo presha kubwa ya mashindano ya Misri, mabadiliko ya mbinu za kiufundi na changamoto za kisaikolojia zinazomkabili mchezaji huyo anapokosa matokeo kwa muda mrefu. Mashabiki wa Pyramid na wa Tanzania kwa ujumla wamekuwa wakijadili hali hii kwa hisia tofauti. Wapo wanaoamini kuwa Mayele bado ana uwezo mkubwa na si swala la ni swala la muda tu kabla hajarejea kwenye makali yake ya kufunga. Kwao kipindi hiki kigumu ni sehemu ya maisha ya kila mshambuliaji, kwani soka lina nyakati za kupanda na kushuka. Hata hivyo, wapo pia wanaonyesha wasiwasi wakihisi kuwa kushindwa kwake kufunga kwa muda mrefu kunaweza kuathiri nafasi yake katika kikosi cha kwanza na kupunguza thamani yake kwa klabu. Wachambuzi wa soka wamechambua hali hii kama kipimo cha ustahimilivu wa Mayele. Wameeleza kuwa mshambuliaji huyo anahitaji msaada wa kisaikolojia na kiufundi ili kurejea kwenye kiwango chake cha juu. Aidha, wameongeza kuwa benchi la ufundi la Pyramid linapaswa kumjengea mazingira bora ya kujiamini na kumpa nafasi ya kuonyesha uwezo wake bila shinikizo kubwa. Kwa ujumla, mambo yamezidi kuwa magumu kwa Fiston Mayele katika klabu ya Pyramid, lakini hali hii pia ni kumbusho kwa mashabiki na wadau wa soka kwamba kila mchezaji kupitia nyakati ngumu. Ni hatua inayosisitiza umuhimu wa uvumilivu na msaada wa kiufundi na kisaikolojia kwa wachezaji. Mashabiki sasa wanasubiri hamasa kuona kama Mayele ataondoka kwenye kipindi hiki kigumu na kurejea kuwa mshambuliaji hatari anayejulikana barani Afrika. So dondosha komenti yako juu ya swali hili, lakini usisahau kusubscribe, like na share ili wa kwanza kupata updates zetu.